Miaka 5 iliyopita, Tanzania iliingia katika sura mpya ya uongozi chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan. Katika kipindi hicho, juhudi kubwa zimeelekezwa katika kuimarisha uchumi wa uzalishaji, kuwekeza kwa vijana na kuimarisha usalama wa chakula nchini. Moja ya taasisi zinazotekeleza dhamira hiyo kwa vitendo ni Jeshi la Kujenga Taifa. Kupitia nguvu kazi ya vijana, maarifa ya kilimo cha kisasa na miundombinu ya kisasa ya uzalishaji, JKT imekuwa sehemu muhimu sana ya mkakati wa taifa wa kuongeza uzalishaji wa mazao ya kimkakati. Katika eneo la Chita, Jeshi la Kujenga Taifa limeanzisha moja ya miradi mikubwa ya kilimo cha mpunga nchini. Hekari zaidi ya 2500 zimelimwa mpunga kwa kutumia mbinu za kisasa za kilimo na miundombinu ya umwagiliaji inayowezesha uzalishaji wenye tija. Lakini zaidi ya uzalishaji, shamba hili limekuwa darasa kwa vijana. Hapa, vijana wanaojifunza ndani ya JKT wanapata maarifa ya vitendo kuhusu kilimo cha kisasa, kuanzia maandalizi ya ardhi, matumizi ya pembejeo bora, hadi usimamizi wa mavuno na masoko. Naitwa Brigedia Jenerali Hassan Rashid Mabena, mkuu wa utawala Jeshi la Kujenga Taifa, lakini ni mwenyekiti wa kamati ya kimkakati ya kilimo, mifugo na uvuvi Jeshi la Kujenga Taifa. Katika kipindi cha miaka 5 kuanzia mwezi Machi mwaka 2021 mpaka mwezi Machi mwaka huu 2026, katika uongozi wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, serikali yake ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeweza kufanya maendeleo makubwa sana katika nyanja zote, kama majukumu ya Jeshi la Kujenga Taifa yanavyojieleza: malezi ya vijana, uzalishaji mali pamoja na ulinzi wa taifa. Katika kutekeleza majukumu hayo muhimu ya Jeshi la Kujenga Taifa, serikali hii imeweza kuchangia kwanza kibajeti, kwa namna ambavyo Jeshi la Kujenga Taifa limeweza kuwasilisha bajeti zake ambazo niseme kwa kiasi cha 100% serikali imeweza kutupatia kama ambavyo tumeweza kuomba. Na niseme tu kwamba kuna mafanikio makubwa sana. Eneo la kwanza ni kuhusiana na vijana ambao wamelelewa, kuanzia lile kundi la lazima ambalo limezoeleka kama kundi la mujibu wa sheria, wale vijana wetu wanaomaliza kidato cha 6, kwani tumepata mrejesho kutoka katika vyuo vikuu ambavyo vijana hawa wamekwenda kusoma. Kiukweli walimu wa vile vyuo wanasema vijana hawa wana nidhamu ya hali ya juu, lakini pia vile vile wanajua nini wanakwenda kukifanya pale chuoni, na wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba wanasimama vyema katika kulitetea taifa lao. Lakini pia hata kwa wale vijana ambao hawakubahatika kuendelea na elimu ya juu, wamerudi nyumbani, wameweza kutoa ushirikiano mkubwa sana katika jamii yao, ikiwa ni kuweza kusaidia kazi mbalimbali pale nyumbani. Tunajua Watanzania wamejikita katika shughuli za kilimo, shughuli za ufugaji, uvuvi, lakini pia hata biashara mbalimbali. Kwa hiyo vijana hawa wamekwenda kuwa msaada mkubwa sana huko katika familia zao na katika jamii zao. Katika miaka 5 ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan, uwekezaji kwa vijana umepewa kipaumbele. Kupitia Jeshi la Kujenga Taifa, vijana wanapewa nafasi ya kujifunza nidhamu ya kazi, uzalendo na stadi za uzalishaji mali. Kilimo cha mpunga hapa Chita kinatoa mfano hai wa namna ambavyo vijana wanaweza kuwa sehemu ya suluhisho la changamoto za ajira na uzalishaji wa chakula nchini. Ni mkakati unaounganisha elimu ya vitendo na uzalishaji wa uchumi. Kilimo cha kimkakati kina nafasi kubwa katika kuhakikisha Tanzania inakuwa na usalama wa chakula na uchumi imara. Kwenye upande wa uzalishaji mali, serikali hii imeweza
kuongeza makambi, na hivi ninavyosema kuna kambi la Tanganyika ambalo liko katika hatua za mwisho kuweza kukamilika sasa na kuwa kikosi kamili, ambapo miundombinu yote katika kambi lile imeweza kujengwa kwa fedha zinazotoka katika serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia vile vile kikosi cha Tanganyika pia kinakwenda kujihusisha na masuala ya kilimo, kwa sababu kuna ukubwa wa takriban ekari 10,000 ambapo mpango ni kuhakikisha tunakwenda kulima zao la mahindi, zao la maharage kulingana na hali ya hewa ya ule mkoa wa Katavi. Kwa hiyo hilo ni eneo jingine ambalo serikali kwa kweli imeweza kutoa pesa nyingi sana. Lakini mbali na kuweza kuongeza uwezo wa makambi yetu kuchukua vijana wengi kupitia fedha za maendeleo, lakini pia vile vile katika mradi hiyo ya maendeleo pia serikali imeweza kutupatia fedha ambazo zimekwenda kununua zana na mitambo mbalimbali ambayo inatumika katika shughuli za uzalishaji. Nikizungumzia kwenye eneo la kilimo, tayari serikali imeshatupatia fedha za kutosha, ambapo Jeshi la Kujenga Taifa limeweza kununua matrekta makubwa ya kisasa, limeweza kununua zana ambazo zinaambatana na matrekta hayo kama vifaa kwa ajili ya kupandia, vifaa kwa ajili ya kunyunyizia dawa mashambani, vifaa kwa ajili ya kuvunia, lakini vile vile kuweza kujenga maghala kwa ajili ya kuhifadhia chakula ambacho kinalimwa katika mashamba yetu. Kupitia miradi hii ya mpunga, Jeshi la Kujenga Taifa linaonyesha jinsi taasisi za umma zinavyoweza kushiriki moja kwa moja katika uzalishaji wa mazao muhimu kwa taifa. Kwa kutumia nguvu kazi ya vijana na teknolojia ya kisasa ya kilimo, uzalishaji unaongezeka, huku vijana wakipata ujuzi utakaowasaidia hata baada ya kumaliza mafunzo yao. Kwa jina naitwa Serviceman Abdul Juma Shaibu, ni kijana wa 837 Chita JKT. Pia ni operator wa trekta kwa jumla wake, na hapa niko na trekta na pia mashine ya kaushio. Tangu nifike Chita JKT nimejifunza kupanda mpunga, pia na nimejifunza kuoperate mashine za kaushio kwa jumla wake kama ilivyo ya kisasa. Pia tumefundishwa na tumeelekezwa na tumeelewa kwa ujumla wake. Pia hii mashine ya kaushio pamoja na trekta zinauhiana, kwa sababu trekta inategemea kaushio na kaushio pia inategemea trekta, kwa sababu trekta ndio inaanzilisha mzunguko wa kaushio na kuoperate kwa ujumla. Kwa sababu hapo mashine kuna PTO ambayo PTO inasaidia ile kaushio kwanza mzunguko na kusaidia mchakato wa mpunga wote kwa ujumla wake. Trekta yetu ina horsepower 220. Mashine ya kaushio ina horsepower 210. Kwa trekta hii ina uwezo moja kwa moja kuiongoza ile kaushio na kuifanyisha kazi. Tofauti hii kidogo na nguvu ambayo imeongezeka kama 10%. Sawa, hii imepungua kama 10%. Kwa maana yake kama hii ni sahihi sana kuiongezea ile pale au kuioperate hii na kufanyia kazi. Mimi kama kijana Chita, kwa ujuzi niliopata moja kwa moja, kwanza nitahakikisha kutafuta mradi wa kupanda mpunga. Pia nadhani nikatafuta pia ambassador au wadhamini mbalimbali, nikawashawishi, tukafungua kaushio kama hii mtaani vijijini, na tukawasaidia wanajamii kwa ujumla wake kukausha mpunga kwa haraka, tofauti na hile ambao wanatumia wao ni kizamani, tuseme ni analogy. Tutumie sasa kutoka analogy tuende katika mashine za kisasa. Pia na tukafanya kama jumuiya, tukaenda sehemu mbalimbali, tukatoa ushauri, tunashawishi watu wawekeze katika hizo kaushio za kisasa kwenye mpunga. Majina naitwa Service Girl Monica Sospita Michael, ni kijana wa kujitolea katika jeshi hili la JKT, na kwa sasa napatikana kikosi cha Chita JKT ambayo ni 837. Nina shahada ya sayansi ya usimamizi wa wanyamapori. Nilipata nafasi ya kujiunga na Jeshi la Kujenga Taifa
mnamo mwaka 2023 na nilifurahia nafasi hiyo kwa sababu nilikuwa nimesikia kwamba JKT kuna fursa nyingi za kuweza kujifunza, ikiwemo stadi za kazi, stadi za maisha, ujasiriamali pamoja na masuala mazima ya ulinzi na usalama. Hivyo nilivutiwa sana kujiunga na Jeshi la Kujenga Taifa, na kwa bahati nzuri nilipata nafasi hii kwa sababu zilikuwa ni nafasi zinazotolewa kwa uwazi huko Ulaiani. Na baada ya kujiunga na Jeshi la Kujenga Taifa, kweli nimepata kujithibitishia yale yote nilokuwa nikiyasikia wakati niko mtaani. Kweli kuna fursa nyingi za kuweza kujifunza, kuna mambo mengi ya kuweza kujifunza ikiwemo ulinzi na usalama, ujasiriamali, stadi za maisha na stadi za kazi kwa ujumla. Kwa hapa kikosi cha Chita JKT tuna mambo mengi ambayo tunayafanya ikiwemo kilimo cha mpunga, masuala ya ufugaji ikiwemo ufugaji wa samaki, ng'ombe na kadhalika. Kwa sasa tuko hapa kwenye mradi wa ufugaji wa samaki, na mahali hapa hili ni jengo ambalo linahusika na uzalishaji wa chakula cha samaki. Utofauti kati ya Monica yule wa SUA pamoja na Monica wa JKT kuna utofauti mkubwa sana, kwa sababu kama nilivyosema, nilivyokuwa SUA sikuwa nafahamu sana masuala mapana ya ulinzi na usalama, sikuwa nafahamu kwa upana stadi za maisha, sikuwa nafahamu kwa upana stadi za kazi, sikuwa nafahamu kwa upana mambo mengi yanayopatikana humu ndani JKT. Lakini baada ya kuingia humu JKT nimepata nafasi ya kujifunza vitu hivyo: ulinzi na usalama, stadi za maisha, stadi za kazi, ujasiriamali. Kwa hiyo nimepata knowledge zaidi ya ile nilokuwa nimeipata SUA, ambapo itanisaidia hata nitakaporudi mtaani ninakuwa ni mtu mwingine tofauti na nilivyokuja. Katika kuimarisha zaidi sekta ya kilimo, miaka ya hivi karibuni serikali imeendelea kuwekeza katika tafiti na teknolojia za kisasa za uzalishaji. Moja ya hatua muhimu zilizochukuliwa ni kuanzishwa kwa maabara kuu ya kilimo, kituo cha kisasa kinacholenga kuimarisha ubora wa mbegu, uchunguzi wa udongo na tafiti za kilimo zenye tija kwa wakulima wa Tanzania. Maabara hii inaleta msingi muhimu wa mageuzi ya kilimo kwa kuwezesha matumizi sahihi ya sayansi na teknolojia katika kuongeza uzalishaji wa mazao ya kimkakati. Kwa vijana wanaopitia mafunzo ndani ya Jeshi la Kujenga Taifa, maendeleo haya yanafungua mlango mpya wa maarifa. Maarifa ya kilimo cha kisasa yanaunganishwa na tafiti za kisayansi yanawawezesha vijana hawa kuwa sehemu ya kizazi kipya cha wakulima wenye ujuzi na ubunifu. Ni hatua inayoendana na maono ya Tanzania ya kujenga uchumi wa kisasa unaotegemea uzalishaji, sayansi na teknolojia kuelekea mwaka 2050. Katika safari hiyo, vijana wa Jeshi la Kujenga Taifa wanaendelea kuwa nguzo muhimu ya nguvu kazi ya taifa. Kwa kuwekeza katika tafiti za kilimo, teknolojia na nguvu kazi ya vijana, serikali inaendelea kuweka msingi wa mapinduzi mapya ya kilimo hapa nchini. Mapinduzi ya kijani yanayolenga kuongeza uzalishaji, kuimarisha usalama wa chakula na kufungua fursa mpya za kiuchumi kwa Watanzania. Katika miaka mitano ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan, Jeshi la Kujenga Taifa limeendelea kupanua wigo wa mafunzo kwa vijana wa Tanzania. Kutoka mafunzo ya uzalendo na nidhamu hadi kilimo cha kisasa na uzalishaji wa mazao ya kimkakati. Ni juhudi zinazojenga kizazi cha vijana wenye maarifa, nidhamu na uwezo wa kushiriki katika uchumi wa uzalishaji. Jeshi la Kujenga Taifa limeweza kupitia mapitio ya silabasi zake zote ambazo zitakuwa zinaendana na hali ya sasa. Tunajua kwamba kuna matishio mbalimbali ambayo yanatokana na mitandao. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba kwenye eneo hilo la mitandao ni kwamba vijana wetu wanapata elimu kubwa sana, na mitandao hiyo waweze kuitumia katika kuboresha uchumi wa taifa letu. Tunajua sasa hivi kila kitu kinafanyika kiganjani. Badala ya mitandao hiyo kuweza kuwa recruit vijana hawa kwenda kwenye makundi ovu kwa kupewa ahadi ambazo ahadi hizo zinakwenda kulibomoa taifa letu, basi mitandao hiyo tunawafundisha vijana namna ya kuitumia kuweza kufanya mawasiliano ya kufanya uzalishaji, kufanya biashara na kuweza kuwapatia mapato wao mmoja mmoja, kikundi,
Lakini sanjari na hilo, Jeshi la Kujenga Taifa haliko kisiwani. Jeshi la Kujenga Taifa linashirikiana na taasisi na asasi nyingine za binafsi na za kiserikali kuhakikisha kwamba tunakwenda kuhakikisha kwamba tunainua uchumi wa taifa hili na kuweza kufikia dira 2050. Katika mashamba ya mpunga ya Chita, dhamira hiyo inaonekana wazi kabisa. Hapa kilimo si tu ni shughuli ya uzalishaji wa chakula, ni darasa la maisha kwa vijana, ni uwekezaji katika maarifa, teknolojia na nguvu kazi ya taifa, na ni ishara ya safari ya Tanzania kuelekea uchumi imara wa uzalishaji katika miaka ijayo.